nataka nipatie mchungaji akuja ndio Reverend wa kanisa ndio atufungulie na maombi wa PC hapa kibo karibu. Habari zenu. Bwana asifiwe. Tuamini na tuombe. Tafadhali tulie kidogo ili tuombe. Mtakatifu Mungu ishie milele, Baba wetu uliyetuumba kwa mfano wako, twaliinua na kulihimidi jina lako jioni ya leo kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Tunasema ni asanti kwa sababu ya wakati huu ambapo umetujumuisha katika kikao hiki. Baba wetu, ulituumba kwa mfano wako, ukatufanya kuwa watenda kazi pamoja nawe. Na Mungu, tunaendelea kukutegemea, tunaendelea kuegemea kwako, kwa sababu tukiwa chini ya uongozi wako hakuna jambo lolote ambalo litakuwa kinyume cha mapenzi yako. Tuomba mahali ambapo tunaweza kuwa tumeenenda kinyume na mapenzi yako, utusamehe dhambi na makosa, ili Baba wetu tuwe na ushirika pamoja. Ratiba ambayo tutaitumia, yote ambayo tutayatenda Mungu wa mbinguni, yote ambayo tutayazungumza Baba wetu, yote yakawa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Neema yako iendelee kwa pamoja nasi. Wapendwa wetu ambao Mungu wa mbinguni wamekuwa watumishi wako katika kaunti hii ya Kiambu, Baba wetu, wakiongozwa na gavana wetu na wote ambao wanashirikiana pamoja, wanasaidiana na pamoja, tuwakabidhi mikononi mwako. Hata wale ambao wamehusika katika mipango ya siku ya leo, tunaomba uendelee kuwapa neema na hekima katika yote ambayo watatenda. Kwa muda ambao tutakuwa katika kikao hiki, tuajiashiria mikononi mwako, utuongoze, utulinde, utupe neema yako. Hata tutakapokuwa tunatamatisha kikao hiki na yote ambayo tutayatenda, tukaondoka katika kikao hiki tukiwa chini ya ulinzi wako. Hili ni ombi letu la imani. Na diposa Baba wetu, kwa sababu wakati mwingine huwa tunapungukiwa na maneno ya kuongea, ya kuongeresha, diposa tunaungana pamoja katika ombi ambalo ulitufunza tukasema: Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako na uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko juu mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu sasa na hata milele. Amen. Asante. Situpigie mchungaji makofi mazuri, tupigie mchungaji asalimie. Mchungaji agesalimia gavana, lakini alikuwa amemsalimia, kwa hivyo tuko sawa. Reverend, asante sana. Naomba sasa tukaribize gavana. Mko sawa? Nauliza, mko ready tukaribize gavana? Basi chukua mikono juu. Tunafanya hivi, tunasema mambo ya 2 terms, ndio? Fanya hivi. Umefanya? Patia gavana, umwambie ndio hiyo. Mwambie ndio hiyo. Chukua, mwambie ndio hiyo. Ambia gavana ndio hiyo. Sasa tuko hapo. Chukua juu kidogo. Umechukua juu? Chukua tu hivyo. Chukua. Umechukua? Watu wa media mmechukua? Rudisha nyuma. Ambia gavana, pokea. Chukua ndio hivyo. Chukua. Si unaona mheshimiwa Zaki mahali yako? Mnamuona vizuri? Chukua, mwambie vile tumeambia gavana, hata wewe pia pokea. Basi kwa sababu hatuna nafasi kubwa, nataka nipatie mheshimiwa. Mheshimiwa, ukimaliza tafadhali fanya introduction ya all the MCAs, alafu tupatie gavana. Unajua mahali tumegojeza, ndio? Situkaribishe mheshimiwa, karibu sana. Asanti. Gavana wetu Kimani Wamatangi, mchungaji wangu Reverend Nyaga, waheshimiwa wote wenye tuko nao siku ya leo, wafanyikazi wote wa kaunti ya Kiambu na wanakeo, God is good and all the time. Kai mutigire athuri gutondo uko ndirona athuri. Drona tayo ni na gavana twi guku. Ate mathire ku? Temotire. Tiga itheru inyue. Asante sana bwana gavana, karibu sana hapa Keo. Na tulikuwa tumekuongoja sana. Sisi tunapenda gavana. Sisi ni marafiki wa gavana. Ukweli ama si ukweli? Sisi ni rafiki wa mzee. Tunampenda na roho moja.
kama maheni. Twimurata wa muthuri uyu tari na nyama. Uyu ruhuho rungioka rumukue. Mwi murata wake. Ati true. Gavana hao anakupenda sana. Na sijui kwa nini gavana wa mama wanakupenda hivi. Wa mama wanakupenda sana. Ona ni mutikenya dageta gavana ona inywe. Ona ni take guthura kwendwo. Taigwe ginya dake igwa wiru. Haya, sawa sawa gavana. Mimi sina mengi. Haraka haraka waheshimiwa wenye tuko nao siku ya leo wakuje hapa tuwajulishane na wananchi wangu wa Kio. Then sasa haraka haraka nipatie gavana kwa sababu nasikia gavana bado ako na safari ya Mweki ndo tuweze kuendelea. Waheshimiwa karibuni sana. Waheshimiwa kama wewe ni mheshimiwa kutoka Kiambu, kama wewe ni inaitwa aje Defense Force, Wamatangi Defense Force, mkuje hapa. Mko tayari kuwajua? Huyu anaitwa mheshimiwa cute. Mheshimiwa nani? Mheshimiwa nani? Anaitwa mheshimiwa cute ama Teacher Aris kutoka Kabete. Huyu mzee wetu anaitwa Eddie kutoka Nyedhona Ward. Huyu anaitwa Eriko Arami. Utu ndo uva gold bunge. Lakini msimuchai anaitwa Eric kutoka Odhero. Huyu anaitwa Wanjiro kutoka Kiganjo. Huyu madam hapa anaitwa Dhogori amechaguliwa pale Gitaru. Huyu kijana mdogo anaitwa Ineina kutoka pale Kikuyu. Huyu jamaa rafiki yangu anaitwa Cedric kutoka hapa Githunguri. Una mama yetu anatoka hapa Kiamba, anaitwa Matunda. Huyu anaitwa Naftari kutoka Sigona. Esther kutoka Ruiro. Wanjiko kutoka Kiamba. Huyu anaitwa Shogi kutoka Kiambu pale Dumberi. Onake muthuri etagwo Kinyajui. Kinyajui ametoka pale Rari Kirenga. Yes, wapigwe makofi. Na amechaguliwa, walisema watamchagua watheti kwere mwogithe tugo. Mnaona huyu mama? Wani mnamjua? Wacheni mchezo nyinyi. Mnajua huyu mama? Mnamjua? Wewe na ndugakone ukaga guku wewe itarekuo wewe. Huyu anaitwa Mama Yo kutoka pale Wangige Kabete. Anaitwa Grace Hinga. Asanti. Unake anaitwa Mzungu moja Kahora kutoka pale Kiganjo. Una anaitwa Wasinia Boxer kutoka Kiamba, Karori Ward. Chairman wangu kutoka pale Chania Ward anaitwa Jose. Mungu wa mkuu ni mkuu. Ndo anaitwa mkuu. Mnasikia siku MCA wa Kiambu alikuwa amefanywa adoption. Akashikwa mateka. Akaenda kutupwa huko kwa kahawa. Si mwingine ni huyu anaitwa mkuu. Una ni mama yetu wa bunge. Anaitwa Nduta kutoka Remuru. Huyu naenda Kinara. Mnamjua? Nani anamjua? Nani anajua huyu? Wewe hapana. Wewe unamjua? Anaitwa nani? Huyu anaitwa Mboro Kameno kutoka Thika. Yes. Huyo ndo komanda mkubwa wa Wamatangi Defense Force. Huyu mnamjua? Ndo jirani yangu hapa anaitwa Coaches kutoka Gitodhua, rafiki yangu sana. Haya, kuja hapa, kuja hapa. Huyu mnamjua? Momo wewe. Etagwatia. Juju nimesema. Huyu anaitwa Mr. Erinja. Yeye ndo anasaidia na yeye kazi hapa, ni municipal manager Githurai. Asanteni sana. I think tumemaliza. Yangu governor itakuwa rahisi sana. Ni kukuita tu wakati ikifika, lakini kuna maneno mbili naweza kuambia bwana governor. Vile governor amekuja hivi, si umeona tumeenda na yeye hivi kidogo. Jumi ni mtu mjanja. Nikamwambia watu wangu wataongoja kidogo tuende mpaka Moonlight. Hapa tuko na watu wa Moonlight. Tuko na watu wa Moonlight.
Si mnajua mtaro vile imetufanyia? Nimepeleka governor mpaka kwa hiyo mtaro. Na akasema mpaka amepiga simu akasema pesa ziwekwe hiyo mtaro tuijenga mpaka kwa mto Kuwait, ufike mpaka iende mpaka kwa mto. Ndio tuweze kusaidika hii mambo ya maji. Tufanye nini? Hapa kuna watu wa Manyata. Discovery Manyata wako huku. Kwenye tumejenga mitaro. Umeona ile kazi tumefanya? Ni juu ya mzee mnaona amekaa hapa. Ni juu ya kazi gani? Ni juu ya mzee. Na governor, sisi ni kushukuru kama wanakeo. Ile kazi umefanya. Sisi ndio tunasikia tuko na deni yako. Si madarasa za ECD umejenga shule zote. Si sasa hizo drainages unatujengea. Si siwa Discover umetuwekea siwa, 3D umetuwekea siwa. Si mataa ya street lights umetusaidia, umetuwekea. Na kwa hiyo sisi tunashukuru. Na mimi nakuambia kwa niaba ya wananchi wa Keo, sisi ndio tuko na deni ya. Na hiyo deni kikuja lini? Hiyo deni tutailipa wapi? Ati? Haski hiyo deni ya mzee juu tuko na deni yake. Tutailipa lini? 2027 nini tutafanya? Ati itakuwa nini? Tusikii ati huyu mzee ni? Nataka tufanye hivi ndo aone hatuna mchezo. Gavana wa Matangi ni? Gavana wa Matangi we ni tutam. Na wananchi wakiwa wanaga mchezo. Wakisema ni ndani ni nda. Kwa hivyo wewe ujue sasa maombi yako, safari yako ya 2027 kurudi governor imeanza wapi? Imeanza hapa siku ya leo Keo. Na mimi sina mengi kwa sababu governor najua uko na safari. Lakini mimi nataka kuangalia watu wangu sana. Kuna mama ako hapa ule wa ACK, ile group ya Neema ako wapi? Charity wa Neema. ACK Neema hapa 40. Ako wapi huyo mama? Hayuko hapa? Hayuko? Oka haha we. Wajogona ginya ndo wageithia governor na ulio haha. Uikarire kuria thura Charity maikaraga haha. Tunakuja hapo, tulieni. Governor huyu mama yeye ndo Charity wetu wa ACK iko hapa. Na ako na group ya mama zaidi ya 200. Akaniambia ile siku governor anakuja, mimi nataka tu mambo mbili. Ya kwanza ni msalimie. Nwamugeithia. Ya pili wanataka uwasaidie tent na viti 100 kama group. Kwa sababu siku hizi wanakutana lakini wanakutana kwa juu. Kukiwa na mvua inafanya nini? So akaniambia ukimsaidia tu hii group watashukuru. So huu ndo governor. Hiyo mambo mengine utatengeneza endo umsalimie tena. Sasa mimi nimekuongezea 3. Si ndio hiyo wa mama? Si alisema tufanye empowerment ya wamama? Sasa hiyo group nyingine najua tuko na group mingi sana hapa Keo. Na mimi nitaendelea kufanya nini? Kuwatetea. Haya, ule kijana wa Keo kwa wapi kuja hapa wewe? Your Excellency una kijana, vijana wako 220 Your Excellency. Kuna hii uwanja juzi vile ulinipatia tinga, nikakwambia uache tusaidia vijana tutengenezee uwanja. Ndo chairman wao. Tuliwatengenezea uwanja last week but one. Na tinga ya county yenye ulinipatia. Wako na proposal hapa, nataka uwasikize. Atiriri. Kaiginya twana tuwe governor guku. Ama ni pesa anasikia, ama ni harufu ya pesa? Hapana. Nani mama ya mtoto? Mama ya mtoto ni nani? Sasa mimi madhe. Haya, angalia vile kamefurahia. Huyo mtoto sasa ndo governor wa Matangi wa kesho, si ndio? Unaona ameenda tu kwa governor. Amekuja kwa MCA. Huyo atasimama MCA, huyo ataenda governor direct. So Your Excellency nikimaliza tutakupatia proposal, tutakaa nayo chini mimi na wewe kwa ofisi ndo tuweze kupanga vijana. Asante. Enda kupatia governor proposal. Na kwa hayo mengi mimi nimeona nikaa nimemaliza.
Ate? Sawa sawa. Umebonga na gavana? Umemwambia mambo vile iko? Yes. Thank you. Psych. Hii ni jeshi yetu gavana hii. Jeshi. Haya, sawa. Nikimalizia kwa sababu nikumaliza na maliza. Simataka kuongeleshwa na gavana. Au ndo MCA. Wewe gavana ndo amekuja hapo. MCA amekuja hapa. Ukuji kwangu tena? Kwangu. Good. Wewe nadire kido mai. Wewe uto wekati ya leo. My son. My son. Yes. Come. Shika. Njoo. Ora unwe, tuwe na gavana na tuwe na ke? Tuwe na MCA. Ako wapi mama mtoto? Mama mtoto ako wapi? Shika. Naona MCA. Haya, enda kwa mama. Haya, ndo tukaribisha gavana kwa haraka sana. Nimeona majority leader amefika. Kwa haraka sana naona majority leader amefika. Majority karibu majority. Na ujue nimevunja mkataba ya gavana. Kwa hivyo ni dakika tu moja. Jina jua sababu ndo majority. Haya, tupigie Zakari makofi mazuri. Na Zakari ukaga na besha kiwaja. Tiatesiana igoka washira gadole kedo Leitha ndona nguo yake na mehuko meige. Ona angigikira 50-50 the multimeli. Tolera Zakari makofi mega. Gavana wetu na wageni wote MC ambao wamekuja, wakaaji wa hapa, Bwana Yesu asifiwe. Nisalimieni hivyo, Bwana Yesu asifiwe. Hatutaki kuwaweka hapa kwa sababu tunajua mmekaa, si ni kweli? Lakini hata kama umekaa, si bosi amesema anatengeneza hiyo kulipa hiyo deni ya kukaa hapa. Ithomo tu ni ale haga. No gavana le itheru. Riu ndenda ukiatwaririe na koguo ni ndikwaria maundu maingi tagwo muceke mutungu wa kuma kuria Juja Karimoni. Na niĩ ni majority leader kwa ihinda rĩrĩ. No mũnjĩtĩkĩrie njuge o kaũndũ kau nigetha ndĩmwĩtĩre gavana nĩguo. Niĩ kĩrĩa kĩmakĩtie nĩ mũthenya wa hwaĩ tondũ kũrarĩte gũkĩario mĩtandao-inĩ gavana. Na hĩndĩ ĩrĩa andũ arĩa maragwĩkire matharau kũrĩa Gĩkũyũ mona kanyamũ kau nĩ ka backfire, walianza kuleta story sasa, sijui ya mambo ya hospitali, sijui kuna mambo ambayo haendi vizuri kwa hospitali. Ile jambo mimi nitataka kuongelesha watu hapa kwetu Githurai ni kwamba wabunge wetu ambao tuko na wao kwa wakati huu, the members of parliament, ni wao hawatakiangi Kiambu yetu mazuri. Juzi tumewaona kwa mkutano wakiwa na union leaders wa madaktari. Na ile mpango wako nayo ni kwamba kwa sababu wameshindwa njia zingine za kupiga huyu governor, sasa wanataka macho yote yaanze kuangalia sijui kwa mambo yenye hatuelewi ni gani. Madaktari wameongeleshwa wachache na hawa members of parliament wakaenda mgomo. Na nataka tujiuliza kama watu wa Kiambu, tunapaswa kulipa mtu mwenye hako kazi mshahara? Netorehe ando matare wera ina mshahara. Madaktari mau manini maria mahenirio ni members of parliament makenyitwo ni kindu gitagwo union ya madaktari nio mathi metuire memugomo-ini. Nacio madaktari mau metua memugomo-ini ni maria manene maria mari thibitari ciao. Hindi ya kwena mugomo ndio makenaga getha matinde thibitari-ini ciao. Ni turanyitana andu aitu. Hindi ya kwe mugomo ndio makenaga matinde thibitari-ini ciao. Na koguo riu kira members of parliament marekire na niwe gatumanagiriro tuko na muthenya marajereirie guthondeka tumicamanio na union leaders, marajereria gwakia tumiaki, na riu muthenya wa hwaĩ mararogota bloggers. Na nĩngwenerera njugi ũguo andũ a Kiambu atĩ inegene mwarĩo na mitandao-inĩ rĩa bloggers, mũtigecirie inegene rĩu riumĩte o ũguo nduma-inĩ. Members of parliament, we know you are the ones who are sponsoring those guys called bloggers, na ili muweze kuharibu jina ya governor. Na muthenya wa ira tũrameririe ũũ, ona mangĩgeria gũthũkia rĩtwa rĩa governor wa Matangi thĩinĩ wa ngoro cia andũ a Kiambu, governor wa Kiambu nĩ akoragwo ena handũ ngoro-inĩ ciao. Nĩ mahenika nĩ mahoro ama wa governor wa Matangi nĩ arĩ handũ ngoro-inĩ cianyu andũ a Gĩthũrai? Nĩ arĩ handũ ngoro-inĩ cianyu? Nĩ mũkwenda twanĩrĩre wega getha maigue atĩ ona marehe haro icio ciothe governor wa Matangi nĩ arĩ handũ ngoro-inĩ citũ harĩa tũmũigĩte na nĩ tũkamũririkana mwaka wa 2027.
na tumuririkana tondu wa mawira make ni ngumuhe mweke ni aguka gututariria mawira maria maingi tuonaga na maitho wathie kundu guothe Kiambu ng'ima gutire kundu gutari na wira urarutwo kwena mathibitari matandatu ma level 4 maria mena itanda magire igana rimwe ria 60 kwena mathibitari 26 maria ma level 3 mena itanda makiria 50 maria kete na miaka igana. Koguo turenda kwira members of parliament, please give us a break. Hata kueni na utu, wacheni watu wa Kiambu wakule matunda ya ugatuzi ya devolution. Angarau kwa hii miaka 5 kwanza hata waweze kushimba. Cause you the same members of parliament, you are the ones who caused the problems for the last 10 years. Adwa Kiambu matire mali ya matunda, ma devolution, kana ma counties miaka 10 mihituku. Na tondu wa thina wa members of parliament, tunawauliza jameni, kueni na utu kwa watu wa Kiambu ambao walitokea wakaenda wakawapigia kura. It is not a time to punish the same people who voted for you. It is time to let those people who voted for you, at least for this time, to taste the good fruits of devolution. Na tukanagira governor wa Matangi tondu enda rumanaga. No governor arumanaga. Ni muona agicokeria mundu. Ona harono yothe yoka ithe Ngai twa kumutaithia na umire haro-ini ino. Na mumuhoyagira governor witu. Na ni moko muhoera nginya 2027 ne mukamuhe kura cianyu. Nyonia ina moko mundu wothe ukahe governor witu kura 2027. No mulikane ndokite anda mufundithirie ngeiri cia wa Matangi. Twaugire twauga harambe ya mbere tukauga wa Matangi. Twauga ya kere tukauga tano tena. Tumwonie getha maconoke mekuria mari. Harambe! Tuge ibega kon murenda tuli fangu hani munene. Tuge legi. Harambe! Harambe! Nitano tena noka kirafa tena thogithi kiu. Itheti giako. Basi kwa heshima kubwa naomba tuweze kusimama tukaribisha gavana wetu ili aweze kuunganisha watu wa Mungu. Kale ile mundu rugamete andu akio muriega hamjambo wanakio. Mungu ni mwema na kila wakati. Tugeithanie uguo na ngeithisha andu a Mwathani, tusalimiane mahali kila mtu hapo. Asanteni. Haya, mmefurahishwa na mambo ya Zak? Zak anafanya kazi ama hafanyi? Anafanya kazi. Hiyo overall yake anavanga kila siku ama anavanga wakati governor anakuja? Si anavaa kila siku. Hiyo kazi ikifanyika yenye inafanyangwa kama yeye hayuko ama inafanyikanga kama ako town? Si anakuanga hapo. Unajua huyu Zak, nataka niseme tumpigie makofi kwanza moja. Kwa vile sasa siku hizi najua wakati tulichaguliwa hatukuwa tunajuana vizuri. Sasa tulikuja hapa kidogo tukangangana finally tukapatana vizuri. Na sasa ndio mnaona hii kio inabadilika. Tulipanga na Zak mambo mingi. Na mmesikia amewaambia tulianzia na mambo ya mashule yetu. Nikamwambia tunataka tumalize hii kazi ya mashule. Nyinyi wanakio mnakumbuka nikija hapa nikiwaeleza. Wacha hii shule ya kina ya Kimbo, wacha shule ya kina Kwangethe. Tulienda naye ile shule huko ile Manguo. Na nimwe Maguo ule huwa na weine hugororo-ine kana teguo. Wakati tulienda hapo, sasa mimi nikamwambia Zak, vile tunajenga shule za watoto kwa kila shule, hata hapa tutajenga. Twathie korora, ukienda kuangalia pale, tulijaribu kuangalia msingi ya hiyo shule ya Manguo, tukiona ureja the, tukathie fiti imwe igere ithatu tugakinya fiti 8 fiti 10 viti 15 totale turona halia tungirugamia koramu ya kurugama. Lakini nikamwambia hata kama inagharimu pesa ngapi, watoto wa hapa tutajengea. Tukaanza hiyo kazi. Tumejenga hiyo Manguo, tukamaliza shule, nikaweka mpaka ile perimeter fence ya kutengenezea watoto, nikapeleka chakula huko, nikapeleka desk
nikaweka kila kitu. Sasa tunatengeneza uwanja wa watoto kuchezea, nituradhie wega hiyo kimbo kwa Ngethe yote tumeshajenga. Tukasikizana ya pili tutengeneze mambo yetu ya hapa, na ndegwa ni mworio adwa discovery ya kulia koge. Kama mumeona kazi ile tulisema tutafanya drainage. Tukitoka hiyo Manguo tulikuja na mguu, tukafika pale. Wakati mimi niliambiwa nipande gari nikahuzunika sana, wakati niliona tukipita hiyo discovery vile watu wetu wanaishi hapo, na ilikuwa imenyesha wakati huo. Maji inatoka ya takataka, maji ya wapi, yote inapitia nje na ndani ya manyumba ya watu. Ndio nikamwambia Zack, kama kuna kazi ya muhimu tutafanya ni kuhakikisha kwamba hii kitu tunabadilisha. Nataka niwaambie nyinyi wana hapa Kiu yote, kwa vile hiyo sio kazi tumefanya huko juu peke yake. Hiyo kazi itafanyika mpaka dakika mwisho. Hata kama siku itakuwa uchaguzi kesho, tutafanya mpaka kazi hiyo imalizike hapa. Tuhakikishe ya kwamba tumewatolea watu wetu aibu ya aina hiyo. Kanati wado itu. Unajua mimi wakati ilikuwa imefurika hapa Kiu nilikuwa hapa. Tulitembea na yeye. Tukaenda hapo Kiu, wakati tunatembea hapa karibu mtoni. Tunapata nyumba ya mtu imefurika maji mpaka juu na watoto wako nje. Sasa kwenda huko juu tena nayo ndio maji ya takataka. Hiyo mitara mnaona tunatengeneza huko upande yote hiyo ya juu mpaka kupeleka maji mpaka huko Mwiki River. Hiyo kazi itafanyika. Nimesema leo tumeongeza pesa ingine. Zaka baki hapa ake mitareo ginyeri ike. Nodo mwega. Mwenoyo uge tugishoka tukireka nirathondeke darasha ya ndogo kira mweno uria Bosnia. Nikaenda tukapeana pesa, daraja hiyo ikatengenezwa. Sasa nikumalizika inamalizika, nigetha ciana ihote guthie cukuru na nyumuga kira mweno uria ungi. Hiyo mtoni yetu hapa, mnajua ile shida tumekuwa na hiyo mtoni. Akaniambia tupanue hii mto ndio ikinyesha maji yache kwenda manyumba ya watu. Nimepeana tingatinga ile kubwa, tumefanya hiyo kazi. Sasa ameniambia hiyo kazi amemaliza, tumepanua hiyo mto yote. Nataka kuteremuka mpaka huko Mwihoko. Hata huko nipanue. Ndio kukinyesha maji inatembea na kwenda kabisa mpaka mbali. Tuko pamoja jameni? So hiyo kazi tulisikizana na Zaki Wiroshio oikale guku ginyoru tike. Ya tatu tukirekanira guku tondu nindiraheana matawa mega ma solar, mataa ya solar ambayo tunaweka kwa kila mtaa. Sasa mataa yetu tuliweka ile ya mwanzo na dena mage. Nataka nimpatie Zack tena hizo zingine, wiki 2 zinakuja tena anaanza tena kuweka mataa. Ukitoka mahali unatoka shughuli zako, ukifika hapa hata kama ni saa 2, saa 3 ama saa 8 ya usiku, unapata mwangaza mpaka nyumbani kwako. Ndio ndumwega ndo itu. Jana tulikuwa kwa ofisi na mheshimiwa Zack na nikamwambia tumepanga mpango na hao watu wanajeshi wa hapa kwetu pale Mwihoko. Kwa vile wakati kulifurika pia Mwihoko nilienda huko, kulikuwa na shida. Ile Kerere University ilikuwa imebomoka mpaka ukuta, maji inaingia mpaka kwa watoto huko ndani, alafu inaelekea mpaka kwa watu, kwa waraia. Nikaingia huko kwa wanajeshi tukaongea. Tukasikilizana nichimbe mtaro kwa hiyo katikati ya kambi yao mpaka mtoni na nikachimba. Sasa juzi tumeelewana na wanajeshi ya kwamba nitawatengenezea hapo vizuri ndani, nitengeneze damu, alafu ile material yote tunatoa hapo, ile maram na mawe nileta tutengeneze barabara zetu hapa. So tumesikilizana na Zack, ninampatia hizo material zote, akuje hutu tu barabara yote, tukimaliza drainage tena aweke mawe na maram akanyange mahali kuwe safi. Ndio ndo mwego ucio. Ni kwa hivyo hiyo kazi sisi tunafanya. Leo tumekuja kuchukua basari. Toka kugira basari. Niwaambie watu wetu wa hapa Kiu. Mliniona hapa mara nyingine nililete basari. Nimesema tumebadilisha mambo ya basari ndani ya kaunti ya Kiambu. Hakuna tena basari ya kupatiwa ikiwa ni basari ya kukorofisha mzazi na watoto wake. Niwaambie kwa nini nasema hivyo. Ni kama kuaibisha wazazi. Kwa vile mzazi umewacha watoto wako 3 4 kwa nyumba, wote wanataka kulipiwa shule. Zamani basari tumekuwa hapa, ukikuja unapatiwa basari ya 1000 na unapatiwa 1000 na ni mara moja kwa mwaka. Niwaulize, ukiwa na watoto hao 5 wako ama 4 upate 1000, wale wengine utawapeleka wapi? Ndio nikabadilisha hii maneno. Nataka mjue ya kwamba ile basari mmekuja kuchukua leo
Hiyo basari hakuna mzazi hata mmoja tumepatia pesa iko chini ya shilingi 5,000 kwa kila mtoto. Wote. Oneno mwagero muthi, gutire mwana wagererwo basari umuthi kana uregeragirwo basari wa matagie governor enyihire ngiri 5 ro mwana. Tugicoka tukiuga basari cia guku mwana wa single mother, mwana wa single father, acio uria we boarding mukonia kamete mukonia Zack, acio ndimaheaga ngiri 10 mwana thie aikare cukuru athome tigutinda kiingatwa acoke muci. Nikasema watoto yatima wale ambao hawana baba na mama, ucio agithie shukuru munioneshe ni huyu, andikiwe barua mpatie Zack ama kamati. Acio hao ninapatia scholarship nimsomeshe mpaka amalize university. Na ndio mnaona hii masomo yetu sasa tumebadilisha ndani ya kaunti ya Kiambu. Watu sasa wanatoka kwa kaunti zingine kuja kuangalia vile tunafanya kazi. Nyinyi wenyewe mlisikia juzi mpaka huko nchi ya Ufaransa, mali kunaitwa Paris, wamekaa kwa mkutano wakiwa wanatafuta magavana wanafanya kazi Afrika mzima. Wakiangalia Kenya, walitafuta Kenya, wakapata huko Nigeria, wakapata South Africa, Kenya wakaita Kimani Wamatangi. Wakasema kazi iko sawa, unaendeleza kazi mzuri. Wakatupatia kikombe. Kukaa kidogo kule nchi inaitwa Thailand, Bangkok, wakiwa wanakaa ile watu wanajiita UN, United Nations, wanatafuta ni magavana wagani kwa dunia nzima wanafanya kazi ya kuwasaidia watu, haswa hawa watu wetu wana youth. Wakati wameangalia Afrika mzima na mahali pengine, wametafuta wakatumana wakasema iteni huyo Kimani Wamatangi hapa. Alafu wakati watu wangu wameenda wamepatiwa kikombe wameleta iko kwa ofisi. Na mimi nataka niwaambie ile sababu mnaona sasa ukorofi mingi, mambo ya fitina na madharau na nini, itakuja kwa vile kuna watu wenye hawapendi wakati kazi nzuri inafanyika. Na iko kuna watu wenye wanatakanga watu ambaye wanakaa fukara wako bure bure ndio wapate watu wa kutumia. Sasa wakati Wamatangi anaonekana ati anaenda kutafuta hawa vijana, ninawapatia nguruwe waende wajilishe, alafu wasimame kama vijana na wanaume, watu wanasikia vibaya. Wakiona mimi nikikuja mahali kama hapa, na nitakuja tumeongea na huyu Zack, ndiroko na yeye atumia, nakuja kuwaletea hiyo toshio yenye wanachukia. Ndio ninakuja kuwaletea kwa vile wanaona nikiita wamama ninawapatia toshui, wanasema ati napatia wamama toshui. Wamezoea kutumia wamama ndio wakuje kuwaimbia, kuwapeleka waseme ile vitu yao wanataka isemwe ndio wawachague. Sasa wakiona mama atakuwa na msimamo yake, ako na kuku yake, ako na pesa, wanaogopa. Sasa yule adui yao anakuwa ni Wamatangi. Kwa vile Wamatangi ndio wanasimama na watu. Watu walikuwa wamezoea mbeleni ati mtu akichaguliwa kazi ya kwanza ni kukaa na viongozi wenzako na kuanza mipango. Wapi ile kaploti kidogo ile ya raia haijulikani, wananyakua, wanauza. Wanachukua ati unasikia mtu mmemchagua alikuwa mtu wa hapa, baada ya miaka 2 yeye ndiye wa kwanza kujenga flat kwenu. Alafu yako na pesa anawaacha kwa shida. Sasa wakati Wamatangi amesimama imara, na nikasema hamuna mtu ambaye amechaguliwa tutakaa na yeye kupangia mwana Kiambu ati vile tutakula ardhi yake. Watu wakanichukia. Lakini mimi nasema wanichukie tena, hata waongeze ingine chuki mpaka yao ikwishe. Yangu ya muhimu ni moja tu, ya kwamba wale watu mimi nataka urafiki nao ni hawa wenye walinichagua peke yao. Na tukimalizana nikiwa niko na urafiki na nyinyi, urafiki mwingine natafuta ni ya yule ako mbinguni peke yake. Hiyo inatosha mimi kwa hii safari. Tuko pamoja jameni wanakeo. Hii safari hiyo inanitosha. Na ninajua sasa tukikanyanga namna hiyo, hii kaunti ya Kiambu tutabadilisha. Hiyo sio kusema ati jameni, ati hii nchi ni ya watu wachache ambao wamechaguliwa, au watu wengine na mamilioni ni watu bure wenye hawana haja. Ati kazi yenu ni kupatianga sisi kura, unasonga mbele, unavuka huko, unajisaidia. Wacha maskini huko nyuma. Sasa mimi nimetosheka jameni. Hata hii mambo mnaona hiyo nini madharau, hiyo hata mimi hata sifikiriangi. Wacha wafanye ile wanataka. Bora Mungu anipe uhai, anipe hewa, anipe afya, kesho tukue na nyinyi hapa. Na mimi najua kufika hiyo 2027 watu watashangaa kwa vile ujinga tulitoa na tukatupa mbali. Kana goko ni kule ilimu itora goko. Hapa kuna wajinga wamebaki? Hakuna. Wajinga wameisha. Acha mkuje 2027 mtatupata kana tigwa doito.
wewe mnakuja hapa kuja na hizo pesa zako, unakuwa umevunja 200 ya kuja kupatia watu. Kuja na hiyo pesa yako na hiyo watu yako unakuwa umeweka ati watu ya kuja kuimbia watu muziki wadanganye usiku. Tutakula hiyo pesa, utuimbie hiyo muziki yako, tukate dance na kesho tukutupe nje. Kanatiguo. Eni, kado hii mambo lazima tubadilishe hii kadi. Ama namna gani jameni? Tuwe tunajaliana na tukiongea tunaongea ukweli. Kwa hivyo nataka niwaambie mimi tuko pamoja na nyinyi, hii kazi tutafanya hapa Q. Tutatengeneza mpaka hii mahali kila mtu akuwe na heshima yake. Hawa mama mtu akikaa hapo kama uko na kashughuli yako inakupatia pesa. Kama ni mtoto wakati anasema anaenda shule, sio hali ya mama kushinda kazi yako ni kufuata watu ati wanasiasa ndio wakupe pesa. Wamatangi atakusaidia. Ndio ukiwa una msimamo yako, tafuta 100 yako 200, mwisho wa mwezi unaweza lipia mtoto wako karo. Kana tu kwa doi tu. Eni, ogwo niguo turenda. Tiwe kwera gwate andu acio ate mako mahunyukite ni mugatokora 27 ni mukona tugako tutherete. Kana tu kwa doi tu. Na tukehaka maguta makumwonia ngone guthie tiko murathaka na ithu. Kana tu kwa doi tu. Kwa hivyo sasa mimi sitaki kusema mengi, ndaigwa ate mukire tene. Mulifika saa ngapi ya kiamu? Saa ngapi? 5. Saa 5. Na muikalete haha. Mutale na wasiwasi. Mukemenyaga dadi wanyu ni aroka. Na ni woyu. Leo twalekia kuheana ceki tucoke turanie tukuinuka atia. Ni ndona kana ta ndi mukigu hihi. He mundu hiwe ciragia ati Wamatangi ni mukigu. Ati ndoi kubanga maundu ma andu ake. Situko sawa. Tulikie tuheo ceki. Twaheo ceki riu nathi ha twivanga vange. Tuinuke tugikenaga tukiinaga o mundu akuite kanyamu gake gaguthi guthondeka maundu kuria githeti guo. Nasema Mungu wetu awabariki. Nie kiria ndireigire itegwika na hii munikubalie tu. Hii munikubalie watu wetu wa Q. Kitu moja nimesema sitafanya mwaka wa 2025 na hiyo imepita, na mwaka wa 2026 hamutasikia Wamatangi akiwa anapiga siasa mahali popote. Mimi nataka kwanza tufanye kazi ya maendeleo. Kanati wadoi tu. Siasa inakuja 2027. Kanati guo. Kwani sisi ni wajinga, si tutajua vile tutafanya 2027? Saa hizi tunafanya kazi kwanza. Kwa hiyo tureheroshe kilete hiyo check tupatie watu, alafu tupange hiyo mambo ingine, alafu ndio kila mtu aende nyumbani kama ako sawa. Tunataka tena ni mshukuru mchungaji wetu ambaye ametupatia hii kikao na amekuja ametuombesha. Mchungaji tunasema asanti. Nataka tuwashukuru waheshimiwa wote ambao wako hapa. Sasa cheki zetu zote za wana Q Ward ndio hizi hapa. Hizi cheki munegerwo muinuke na cio ciana irihirwo thukuru. Ni undu mwega ucio. So wewe shika hapa, ndiko na check moja hapa ya kupeana kama sample, ndio tuhakikisha kwamba pesa zimefika. Hapa niko na cheki ya 1140, 140,000 ya watoto wa Kwange the secondary. Hapa kuna mzazi ambaye akona mtoto kwa Ngethe hapa? Oka. Kama uko na mtoto kwa Ngethe njoo. Haya ndio hii cheki yetu, kuja mam, simama tu hapa karibu na mimi. Haya, sawa. Cheki twiga gutire mwana uraheo mbeca cinyihire 5,000 ciana ciothe ire ithomaga kwa Ngethe na thini wa kaunti yothe ya Kiambu. Sasa nataka muangalie majina ya watoto wote. Ni ugucaria mwana waku ni ukumiona othe. Aiko ni mwandike ni haha. Aya umeona sawa. Ciana ciothe gutire mwana ohetwo mbeca cinyihire 5,000. Riu ndirenda mundu umwe arore nigetha oige kana ni horo ama kana ni maheni. Ima ya maritwa mbeca ni waici haha. He mwana ohetwo mbeca nyihire 5,000. Nima ni 5,000. Mwana. Asante. Na thank you uguo tuthiaga nyita ihatu horo kabisa. Aya, shika hapo. Tupigwe kapicha kama tunashikania hapo sisi wote. Aya, thank you. Sasa wewe chukua patia kamati hizo check ndio pamoja na mheshimiwa zipatiwe watu wetu. Kwa hivyo tulikanire oguo tuhamwa ndo itu. Ngai tudakimwike wega na mumenyerere. Niguo ndo itu. Ni asanteni sana, mbarikiwe. Maliza hii mambo ndio watu wetu tuwapange. Situambie kama na asante, si ndio? Mko sawa? Mpigeni makofi mazuri. Chukua mkono juu tumwambie abarikiwe, si ndio? Abarikiwe. Abarikiwe sana. Fanya hivi, patie muonyeshe vile hivyo ndio tumeamua.
Kila sindio, fanyeni hivyo. Fanya hivyo sindio. Sindio, chukua mikono juu hivyo tumwambie asante, karibu. Basi naomba mchungaji akuje atufungie na maombi. Karibu. Halo. Bwana asifiwe. Nataka tuombe ili tuweze kutamatisha. Na tuombe. Tuanyenyekea mbele ya kiti chako cha enzi.